Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Leo nimekutana na Kefa Chengula, shabiki wa Young Africans. Tunaenda kuzungumzia masuala ya kandanda kubwa, tukiangazia usajili wa Alan Okello ndani ya klabu ya Young Africans. Bwana Chengula, mambo vipi? Bwana salama, habari ya uzima? Njema, mambo yanaenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alan Okello ndani ya klabu yako Young Africans. Bwana, unazungumzaje usajili wake? Bwana Mnyasa, katika vitu ambavyo vimenipa raha mpaka sasa, unajua usiku wa leo bwana Mnyasa, mpaka sasa sijalala kwa sababu tulitangaziwa kwenye peji ya klabu kwamba kufika saa 5 kuna mchezaji hatari machachari atatangazwa kwenye klabu yetu, kwa sababu haikuwekwa official mpaka pale ilipofikia mida saa 5:30, nafikiri ndio ilipokuja kuwekwa official. Kiukweli kwangu ni mchezaji ambaye kiukweli nimempokea kwa moyo mkunjufu, kwa furaha, nderemo na vifijo, kwa sababu ukimzungumzia Alan Okello ni mmoja kati ya wachezaji bora. Ukizungumza wachezaji wawili katika nchi ya Uganda, huwezi kumwacha Alan Okello Starboy. Anaitwa Alan Okello Starboy, manake yule ndio mchezaji pekee ambaye ndio team captain, kama sitakuwa nimekosea, kwenye timu ya Vipers, na ndio mchezaji ambaye ndio ni first 11 panga pangua kwenye timu ya Uganda. Ukiangalia timu ya Uganda, ukiona umeitwa kwenye timu ya Uganda, of course wewe ni mchezaji ambaye umekamilika. Kwa hiyo Alan Okello ndio mchezaji ambaye kwenye timu ya Uganda ni panga pangua, na kwenye timu ya Vipers ni panga pangua. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ni kwamba nichukue nafasi hii kumpongeza Engineer Hersi kwa kazi kubwa anayofanya. Yani kwa mara ya kwanza naenda kumsifia Engineer Hersi kwa kazi nzuri alivyofanya. Kwa nini nasema namsifia Engineer Hersi? Kwa sababu kuna baadhi ya maingizo ambayo aliyafanya kwenye dirisha kubwa, ambayo yale maingizo hayakufanya vizuri, na alituahidi pale Benjamin Mkapa kwamba haya maingizo ambayo ameshindwa kufanya vizuri kwenye dirisha kubwa atayafanyia marekebisho kwenye dirisha dogo, na tumeona kweli dirisha dogo ameanza kuleta vyuma. Ndugu zangu, unavyosema habari za Alan Okello Starboy wa Young Africa Sport Club, sofa anavyozungumza na timu ya Uganda, maana yule sio mchezaji wa Vipers tena, yule ni mchezaji wa Yanga na timu ya Uganda. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwaambie kwamba balaa jipya limeingia mjini, na ndio maana mimi jana kufika mida yani nimelala saa 8 za usiku ndo nalala. Yote hiyo nipo kwenye mitandao naangalia namna watu wanavyochati kuhusiana na Alan Okello. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi wa klabu ya Yanga kwa kutuletea Alan Okello. Bwana Mnyasa, hebu piga maximum. Huko anakaa Pakome, huko anakaa Alan Okello. Pale katikati anakaa Dumbia. Somebody Depo. Anakaa Depo. Huku Dube. Hapa katikati anakaa Damalo mkata nini? Mkata umeme. Hapa pale mbele anakaa Mdathiri, hapa anakaa nani? Hapa anakaa Duke Abuya. Kwa hiyo bwana Kefa, unatuhakikishia kwamba safari mtaka kuchukua kombe la klabu bingwa barani Afrika, ndio maana mnasajili hawa vijana kwenda kuongeza nguvu kwenye costume? Mimi nataka nikwambie kitu kimoja bwana Mnyasa, na leo na clear interest kabisa, nazungumza mbele ya Mungu na Mungu ni shahidi. Ikitokea klabu ya Yanga hatujachukua kombe lolote msimu huu, asiwepo mwanachama yoyote wa kwenda kumlaumu Engineer, kwa sababu nazungumza kwa sasa kwa yale aliyofanya Engineer, kwa usajili usajili Engineer Hersi aliyofanya, no doubt na nyanyua mikono juu, nasema likitokea la kutokea, tumeishia popote tutakapoishia, iwe mapinduzi, iwe ligi kuu Tanzania bara, iwe FA, iwe CAF Champions League, nitanyanyua mikono juu, nitasema tumefungwa kufuatana na mbinu za wapinzani wetu walikuwa vizuri kuliko sisi, lakini sitanyanyua kinywa hichi kumshambulia Engineer. Unamshambulia kwa lipi? Na hata wale ambao wameshindwa kuklik kwenye dirisha kubwa, wameshindwa kuklik, ni basi tu ni mazingira ya hapa Tanzania tu yani wameshindwa kuklik ni kwa sababu ya mazingira environment za Tanzania labda ndio imewashinda. Lakini ukimzungumzia mtu kama Ekua, no doubt ni MVP wa Ivory Coast. Ukimzungumzia mtu anaitwa Racine Kouma, ni MVP wa Mali, lakini wametoka kule wamekuja hapa wameshinda kukliki. Lakini Engineer amefanya masahihisho, amemleta mtu mmoja anaitwa Alan Okello Kefa Chengula Starboy
wa Uganda na timu ya Young Africa Sport Club. Bwana Mnyasa, najisikia raha sana baba. Najisikia faraja sana. Bwana, tulikuwa tukisikia awali kwamba Simba Sports Club na wenyewe wanamtaka Alan Okello. Lakini hivi sasa nyinyi ndio mmemchukua. Hii inamaanisha kitu gani bwana Kefa Chengula? Mwenye siku wani Waswahili wanasemaje bwana Mnyasa? Mwenye kisu kikali ndo anakula nyama. Wenzetu upande wa pili propaganda zimezidi. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja bwana Mnyasa. Simba saizi wanapitia kwenye ukata mkubwa sana. Yaani katika vilabu hapa Tanzania vinavyopitia kwenye hali mbaya ya kiuchumi, basi ni klabu ya Simba. Kama sisi tulivyokuwa tumepitia mwaka 2020, 19-20, kuanzia 17 mpaka 21, ndo klabu ya Simba inapitia hiyo changamoto kwa sasa hapa Tanzania. Nakupa mfano. Sisi mwaka 2020, nataka nikupe mrejesho. Mwaka 2019 kwa 2020 tulimtaka mtu mmoja anaitwa Luis Jose Miquissone. Kama una kumbukumbu sahihi, kama ni mtu wa mchezo, tulimtaka Miquissone. Lakini sisi tulikuwa watu wa kwanza kumtaka Miquissone. Lakini sisi tulikuwa na maneno matupu. Fedha tulikuwa hatuna. Sisi Yanga Afrika tulimtaka mtu mmoja anaitwa Medi Kagere. Kama unakumbuka vizuri, tulikuwa wa kwanza kabisa. Lakini kwa sababu tulikuwa na maneno matupu, tulimkosa yule mchezaji. Na ndo hicho kitu ambacho kimekuja kuwatokea Simba msimu huu. Simba sio kwamba hawamtaki Okello. Hakuna klabu yoyote hapa Tanzania ambayo haimtaki Okello. Okello ndo mchezaji MVP au ndo mchezaji star boy wa Uganda na Vipers. Hata mchezaji ambaye ni MVP wa Uganda hawezi akashindwa kuja kuperform hapa Tanzania, na ni wachezaji wachache wa Uganda ambao wameshindwa kuja kuperform hapa Tanzania. Wachezaji 90% wa Uganda hapa Tanzania wameperform. Kwa hiyo ukisema Alan Okello ni mchezaji ambaye nilikuwa simtaki, hiyo style ya Sungula. Sungula alisema baada ya kushindwa kuzirukia zile ndizi zilizoiva, akasema sizitaki mbichi hizi. Na sisi tunasema Simba. Na mimi nacho bwana Mnyasa, kwa kumalizia, kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ambao walikuwa wanapinga mambo yote ya klabu ya Yanga. Leo nimewasikia kwenye vyombo vya habari wakitia saluti kwa injinia na wakitia saluti kwa Okello na kumsifia injinia, wakisema injinia amesajili mchezaji ambaye kweli anastahili kuja kuchezea ligi kuu Tanzania bara. Leo nimemsikia mzee wa pasi milioni, nimemtoka kusikia hapa anasema kweli injinia yule mchezaji amemsajili mchezaji mzuri. Nimemsikia Mandala, nimemsikia JB64. Alafu ubaya zaidi, mashabiki wa Simba wote wamenyoa. Yaani wote wamenyoa. Yaani izifu kwamba injinia ameenda kusajili wachezaji wa Simba, amewaleta Yanga. Kumbe injinia baba wa watu, hajamsajili mchezaji wote wa Simba. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Viongozi wa Simba hamjachelewa. Wakati ni huu wa kwenda kujifunza kwa klabu ya Yanga ni namna gani ya kuendesha klabu, kwa sababu mpaka sasa nilivyosikia kwenye klabu ya Simba nasikia vitu vingi. Nasikia mara mwenyekiti wa bodi ya ligi anawaambia baadhi ya viongozi wao kwamba wana matatizo ya afya ya akili. Sasa mimi nafikiri waende kwenye klabu ya Simba viongozi wa Simba kiongozi wa Simba ambaye ni Clatous Magoli, kitu kama hicho, amewaambia kuna baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba wana matatizo ya nini? Wana matatizo ya afya ya akili. Sasa kama watu wana matatizo ya akili, mnategemea kweli mkachukue Mapinduzi Cup? Mnategemea kweli mchukue ligi kuu Tanzania bara kama viongozi wenu wana matatizo ya akili? Kama mkutano wa klabu ya Simba uliofanyika pale kwenye ukumbi wa Julius, kama kitu kama hicho, kama mkutano ndo ule mkutano ambao ulitakiwa ufanyike Instagram na wakina Kefa Chengula, unafanyika na viongozi wa klabu ya Simba na wanachama wao, ni aibu, ni fedheha. Na kama Simba nye ndo ile, mimi ninachotaka kuwashauri ile klabu waiuze, wakina Mnandi, wakina JB64, wakina nani, wote wanachama klabu ya Simba wagawane fedha zao, kila mtu aendelee na maisha yake, kwa sababu ile klabu inakoelekea inaenda kuidhalilisha Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa sababu kama kweli wewe klabu imeshika nafasi ya 5 barani Afrika, unashindwa kumfunga Azam leo bwana Mnyasa, mimi yani katika mashabiki ambao wanalia na kusaga meno ni mimi kama Kefa Chengula. Najiuliza kwamba Azam tulipofika mimi na wewe saa hizi tumeanza kuwa na matani ya kiasi hicho. Yani mimi na wewe Azam, utani mimi na wewe tumeanza lini? Yani saa hizi mimi na Azam tunanyang'anyana yani tunang'ang'aniana Simba.
Yaani mimi nataka nimuingize guest hii naanza mnaye. Yaani mimi na Azam saizi yaani isifu yaani kama ni mwanamke tunang'ang'aniana mimi na Azam mwanamke. Yaani saizi Simba imekuwa kama ni pombe ya yaani ni pombe ya ngomani. Klabu ya Simba imekuwa kama ni mwembe wa uani. Kila mtu yaani tunang'ang'aniana. Tu ilipofika klabu ya Simba. Kwa unamaanisha Simba sasa wameshuka sana manake. Yaani klabu ya Simba inakoelekea itakuwa kama Lipuli. Na kuhakikishia kwa sababu wewe klabu ya Simba leo Azam tunang'ang'aniana mimi na yeye. Yaani leo Azam ananiambia nimeshafunga mara 2, wewe Yanga nakudai 4. Kwa hiyo anataka a level scoreboard. Maana mimi nimemfunga Simba mara 6 mfululizo. Kwa hiyo Azam ananiambia mimi bado mara 4. Hivi kweli hii ni aibu, ni dharau, ni fedheha kabisa hizi. Sasa unawaambia nini mashabiki wa Simba? Mimi ninachotaka kuambia mashabiki wa klabu ya Simba, ninachotaka kuambia hawajachelewa. Viongozi wao nilichokiona wanajali maslahi yao kuliko kujali maslahi ya klabu. Ninachotaka kuambia mashabiki wa klabu ya Simba hawajachelewa. Wahimize viongozi wao wachukue au wafuate njia stahiki, au kama wanaona ni aibu kuja kujifunza kwa Yanga, basi waenda wakajifunza hata kwa Azam. Manake Azam ndio klabu pekee ambayo imemfunga kwa mara ya mwisho, imemfunga Simba. Kama kwetu wanaona ni aibu, basi waenda wakajifunza kwa Azam. Manake mimi sina kombe la klabu bingwa Afrika, sina kombe la CAF Confederation, umeelewa? Azam hana klabu bingwa, hana CAF Confederation. Basi kama ni hivyo, kama naona ni aibu kwangu kuja kujifunza, akajifunza kwa Azam ambaye amemfunga mara 2 mfululizo, hawajachelewa. Lakini kama wakishupaza shingo, mimi naiona kabisa klabu ya Simba inaelekea shimoni na inaelekea kuwa kama Manchester United pale Uingereza. Bwana, shukrani sana. Nashukuru sana bwana Mnyasa.